Yes, hello, habari. Naitwa Engineer Benson Msechu. Leo hii ninataka nikuletee namna ya kuweza kufanya fine tune kwenye mifumo ya sauti, na mfumo ambao hapa nipo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwenye kanisa la CCT UDSM. Nitakupeleka hatua kwa hatua nikuonyeshe mfumo ambao umeinstaliwa hapa, ambao ni line array ambayo na subwoofer imekuwa fly kwa juu. Sasa hapa nipo ndani ya kanisa. Unajua kwenye eneo zima la kufanya installation ya sound system unaweza kuwa na vifaa vizuri, lakini ukishindwa kufanya optimization. Kazi mojawapo ya Beam Media Limited is to design, installing and optimizing. Na tuko kwenye hatua ya kufanya uboreshaji wa mfumo wa sauti, optimize kwamba iweze kufanya kazi kwenye kiwango ambacho vifaa hivi vimetengenezwa. Je, tutaitumia, ukiangalia kwa juu upande wa kulia kwangu, ile pale ni line array ambayo ina speaker 4 na base iko kwa juu, na kadhalika upande wa kushoto kuna speaker 4 na base iko juu. Kwa nini tumetumia base juu? Kwa sababu kwenye ibada kuna watu ambao tofauti, wengine ni wazee, wengine ni vijana, wengine ni wajawazito, wengine ni wagonjwa, wamekuja kumlingana Mungu, kuja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo unapoweka base juu kidogo, at least inakuwa favorable kwa wale ambao wenye pressure. Base inakuwa ni mbali, kutumia ile inverse of propagation, kwa base inasambaa kwa vizuri zaidi, lakini ule mkito unakuwa sio mkubwa sana. Ila in case kwa wale vijana ambao wanapenda kidogo base kubwa, zipo base nyingine ambazo zitakuwa ni ground stack. Lakini tunapofanya optimizing, tumefanya kwa kuanzia hizi speakers za line array upande wa kulia na upande wa kushoto. Hatua ya kwanza tunaenda kuifanya hapa, tunaweka mic hapa kama unavyoiona. Hii mic inaitwa ni ya DBX ambayo inaitwa ni RIT mic ambayo ni real time analyzer, na hii iko connected moja kwa moja kwenye driver rack DBX 360. Kwa hiyo kwenye hatua ya kwanza tunaangalia kwanza levels. Tukishaangalia level ya speaker upande wa kulia na speaker upande wa kushoto, tutakwenda kwenye hatua ya pili ambayo tutafanya equalize kwenye upande wa kushoto. Na equalize vipi? Kuna sweep frequency inatumwa kwenye speaker moja hapo ya upande wa kulia, inagonga kwenye hizi kuta, inarudi kwenye hii mic, inapokea DBX, then inajaribu kuadjust, inafanya automatic ina adjust kulingana na geometrics ya vipimo vya eneo hili. Kwa tunaendelea tena speaker nyingine upande mwingine, na tunaangalia kwenye point nyingine chache, afu baadaye na compare, inafanya adjustment, uwiano mzuri wa sauti kwenye ukumbi. Sasa tuanze kwenye hatua ya kwanza ambayo ni kucheki level za speaker kulia na kushoto. Nifuatilie. Baada ya kucheki level na tunahakika kwamba kulia na kushoto level zimelingana vizuri na adjustment iko sawa, sasa tunaanza kufanya auto EQ. Tunasawazisha sauti ikiwa katikati wa tone zote za frequency. Sasa tumeshamaliza upande wa katikati, tunaenda equalize upande wa speaker iliyoko upande wa kushoto kwangu. Hapa ninaweka kwenye central axis ya speaker ya line array upande wa kushoto, watu ambapo watapokaa. Kumbuka na hii mic inakuwa kwenye kiwango ambacho mtu anaweza kusikia. Na ninapofanya auto EQ lazima mimi mwenyewe nikimbie nikae pembeni nisiweze kuzuia, ili nisiweze kublock sauti ambayo inapokea kwenye speaker kwa ajili ya uchambuzi au analysis. Measurements za kushoto tayari, twende measurements za upande wa kulia. Baada ya kumaliza upande wa kushoto, sasa tunaenda upande wa kulia kwa ajili ya kuoptimize speaker upande wa kulia na kuhakikisha kwamba tunapata better equalization kufuatana na geometric dimension au vipimo vya kanisa vilivyopo. Katikati upande wa kulia, hakikisha unakaa mbali kidogo na nani yako siweze kublock hizo frequency, ili zinapogonga ziweze kupokelewa hapo na kufanya adjustment. Niko tayari upande wa kulia. Okay. Tumemaliza hapa, sasa tunaenda kulia nyuma kwa sababu watu wanakaa kwenye maeneo mbalimbali, ati sasa tupate wastani wa equalize ya kanisa zima. Kulia center, lakini a bit nyuma, ili kuweza kuhakikisha kwamba hapa tunapata tunapata response. Tuko na pointi nyingi na kuwa rahisi sasa kuzichanganya na kupata average listening, kila mtu aweze kusikia, kupata usikivu mzuri. Okay, tumemaliza. Yes, imekamilika, inafanya kazi.
Okay, wadau wangu wa kutawala vifaa vya muziki ni mimi engineer yako Benson Msechu nikiwa na engineer Herbert Msuya. Tumefanya optimization kwenye kanisa ile CCTU Disms, na sasa hivi tayari maanake baada ya kuchukua hizo point zote, kwa hiyo the system itself inafanya matrix kuhakikisha kwamba unapata a better average ya equalization kwenye jengo zima kwa ajili sasa tayari ya kuweza kufanya proper mixing. Wengi wetu huwa wanakosea, wanaanza kumix moja kwa moja kuequalize kwenye njia zile za channel. Namba moja, kwanza lazima uyatengeneze mazingira yako ya usikivu kabla hujaanza kuleta zile instrument zako, zile input zako, kufanya EQ zako. Tunaanza kwenye EQ upande wa main. Tukishakisha kwamba sasa tumefanya proper EQ, proper balancing kati ya zile array, maana top array pamoja na bass, basi tunakiwa kwamba hapa tukiplay muziki wote tutasikia muziki mzuri na watu watapata usikivu mzuri sana. Asante na Mungu akubariki.